Nikukaribishe tena mtazamaji wa Manyuzi TV kuendelea kupata dondoo za kimichezo kutokea hapa. Bwana, siku ya leo klabu ya soka ya Simba Sports Club katika mchezo wake wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Dodoma Jiji, mchezo ambao umepigwa Dodoma katika dimba la Jamhuri Stadium Dodoma. Mchezo ambao kidogo umewatoa kwenye mudi mashabiki na wapenzi wa klabu ya soka ya Simba Sports Club baada ya mchezo huo kuisha dakika 90 zikiamua sare ya bila kufungana, si kwa timu ya Dodoma ambayo ni timu mwenyeji katika mchezo huo, na wala si kwa Simba Sports Club ambao wamekaribishwa katika mchezo wa ugenini siku ya leo, wote wakiwa wametoka sare ya bila kufungana. Mchezo huo ulikuwa ni wa ushindani mkubwa. Timu ya Dodoma Jiji ilitambua kabisa timu ambayo inaenda kukutana naye siku ya leo ya Simba Sports Club ni timu ambayo ni kubwa kitakwimu na ipo katika nafasi nzuri katika msimamo wa ligi. So iliingia huku ikiwa inaiheshimu timu hiyo, na ndipo hapo kupelekea matokeo ya siku ya leo kupatikana, dakika 90 za mchezo kugawana pointi moja. Pointi hizo kwa upande wa Dodoma Jiji zina manufaa kwao, sio jambo dogo kutoka sare na kupata pointi moja mbele ya mnyama Simba Sports Club. Lakini kwa upande wa klabu ya Simba Sports Club, pointi hizi hazina manufaa sana kwa upande wao, kwani licha ya kuwa watapiga step moja katika msimamo wa ligi wakiizidi timu ya Pamba Jiji FC kwa idadi ya magoli, huku wakiwa wana pointi 23 zinazofanana. Matokeo haya pia yanatafsiri kwamba Simba Sports Club inapaswa ijiandae ipasavyo ili kuikabili klabu ya soka ya Young African Sports Club katika mchezo wa dabi ambao utapigwa Machi 1 mwaka 2026 Zanzibar katika viwanja vya New Amani Complex majira ya saa 2:30 usiku katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara NBC. Bwana, kila la heri kwa timu hizi ambazo zinashiriki katika michuano hii ya ligi kuu Tanzania bara NBC, hususan klabu ya soka ya Simba Sports Club katika mchezo wake wa mbele wa dabi ambao utapigwa Machi 1, 2026 huko Zanzibar. Hii ni Manyuzi TV, endelea kufuatilia kwa kupata updates mbalimbali za kimichezo. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Tukutane tena hapo baadaye.